Allah subhanahu wa ta'ala anasema innal ladhina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Hakika ya wale ambao walijipamba na sifa za imani, walijipamba na imani ya Kiislamu na wakathibitisha imani hiyo kwa kufanya vitendo vizuri, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, mashukio yao, mapokezi yao, sehemu yao ya ugeni watakayokuwa wanafikia itakuwa ni makazi ya Firdaus, itakuwa ni pepo ya Firdaus. Al-Firdaus rabwatul janna awsatuha wa ahsanuha, au kama qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema Al-Firdaus, pepo ina maeneo mengi, ina milango mingi, lakini aina ya pepo ya Firdaus rabwa, Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kilima fulani, rabwatul janna ni kilima katika pepo, awsatuha wa ahsanuha, iko katikati. Namna ambavyo Mwenyezi Mungu ameitengeneza pepo hii, Firdausi amekuja kuiweka katikati. Yani katika ulimwengu tunaoishi kuna maeneo ambayo inafika pahala wanajenga watu fulani ambao ni malwatani. Hata katika mji wetu wa Mwanza kuna maeneo ambayo sio mtu wa kawaida, na hata mtu anaweza kuwa anawaza kununua kiwanja, kununua nyumba, hawezi kuwaza katika maeneo hayo. Kwa hiyo na katika maeneo ya pepo kuna maeneo ambayo yatakuwa ni special sana kuliko maeneo mengine. Na hii Al-Firdaus kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hiki ni kilima katika pepo. Al-Firdaus rabwatul janna awsatuha wa ahsanuha, iko katikati ya pepo zingine, lakini wa ahsanuha ndiyo pepo bora kuliko pepo zote. Pamoja na kwamba kila atakayepata bahati ya kuingia peponi ataridhishwa na ile pepo yake, lakini hawatakuwa sawa mtu atakayepata pepo zingine za kawaida na atakayepata pepo ya Firdaus, pepo ambamo wanaingia mashuhada, pepo ambayo wanaingia manabii na watu ambao pia wamefanya vitendo vizuri, wamethibitisha imani zao kwa kufanya jitihada za kufanya vitendo vizuri, lakini pia wakajiepusha na yale ambayo Mwenyezi Mungu ameyakataza. Wale watakaopata alama za juu kabisa watakuwa katika maeneo ya Firdaus. Na kama tulivyoona Mtume sallallahu alayhi wasallam anatufahamisha inna Allaha yuhibbu al-'abda idha 'amila 'amalan ay yutqinahu, hakika ya Mwenyezi Mungu anampenda mja anapoamua kufanya jambo basi alifanye katika kiwango cha juu kabisa, yani katika uzuri afanye kwenye level ya uzuri kabisa. Na kwa hivyo watu ambao watajipinda hapa duniani, tupo kila mmoja anahangaika kuitafuta janna, lakini saa tulizopewa zote ni za aina moja. Tumepewa saa 24. Kwa mfano katika hizi saa 24 hivi tunavyozungumza, kuna watu tangu wameamka mpaka hapa tunaongea, amali ambazo ishazifanya huwezi kujilinganisha naye hata mara moja. Kama ambavyo katika watu kuitafuta dunia yao, kuna watu wanatumia muda mrefu katika kuitafuta dunia yao na wanapata kweli, ukilinganisha na watu wengine ambao wanatokea baada ya muda kidogo, anaweza akafanya uzembe wa hapa na pale,
na yeye atapata hivyo. Na Allah subhanahu wa ta'ala akaweka kanuni, wa alaysa lilinsani illa ma saa, mwanadamu hatopata zaidi ya juhudi aliyowekeza. Tategemea amewekeza juhudi kiasi gani. Katika maisha ya dunia ndio itakuwa hivyo, na katika maisha ya akhera pia itakuwa hivyo. Wale ambao watawazidi wengine wakapata A za matendo mazuri, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, hao wataingizwa katika pepo ambayo iko kati ya pepo zote, lakini wa ahsanuha, ndiyo pepo bora zaidi, nzuri kuliko pepo zote. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, idha sa'altumullaha aljanna, katika dua zenu mnapomuomba Mwenyezi Mungu masala ya pepo, mnamuomba Allah akupeni janna, fas'aluhu alfirdausa, msimuombe pepo za kawaida, muombeni pepo ya juu kabisa, nayo ni firdaus. Muombeni pepo ya firdausi. Mnapomuomba Allah janna, mwambie Mwenyezi Mungu tunakuomba firdausi al-a'la. Kisha Mtume akasema sababu, fa innahu a'la al-janna wa awsatu al-janna, kwa sababu ndiyo pepo ambayo iko juu kuliko pepo zote katika ubora. Wa awsatu al-janna, na ndiyo pepo ambayo iko katikati. Wengine wamekaa pembezoni, nyinyi mmekaa katikati. Asema wa minhu, na kutokana na pepo hii, tafajjaru anharul janna, mito ya pepo inatiririka, asili yake imetengenezewa hapo. Kwa hiyo wengine wanafanya kugawiwa kutoka katika hii sehemu ya firdaus. Yani chukulia kwenye maisha yetu ya kawaida, sehemu ya asili ya maji ya mito, alafu nyinyi mnafanya kule kugawiwa, alafu kuna watu ambao wao ndio wanagawa. Bila shaka katika mtu atakayekuwa anahitajia chochote katika vitu hivyo, manake atakuwa ananufaika zaidi kuliko watu wengine, kwa sababu wao wanagawiwa, lakini yeye ndo anamiliki pale. Kwa hiyo asili ya mito ya pepo, mito yote, na Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja katika sura Muhammad. Kuna mito ya asali, kuna mito ya maji, kuna mito ya vilevi, yani ya pombe isiyolewesha, kuna mito ya maziwa. Imetajwa mito minne: anharu laban, asali musaffa, laban lam yataghayyar ta'muhu, khamr ladhatin lisharibin, ma'in ghayra asin. Inatajwa mito minne. Asili ya mito hii minne katika mabustani ya pepo inatokea katika maeneo ya Firdaus, alafu ndio anagaiwa watu wengine katika maeneo mengine ya pepo, kwa watu wote ambao watapata nafasi ya kuingia peponi. Kwa hiyo kama ambavyo kila mtu anajaribu kutafuta, hata mtu anatafuta sehemu ya makazi, utasikia anauliza kuna umeme, kuna maji, huduma hii inapatikana kwa wepesi. Sasa watu wa Firdausi hawawezi kuuliza, kwa maana ule wingi pia na namna ya kujivinjari haitokuwa sawa na watu wengine, ingawaje watu wote wataridhika kwa mazingira watakayokuwa wamewekwa. Huwezi kuomba pepo ya Firdaus kisaikolojia, huwezi kumuomba Allah pepo ya Firdaus wakati nafsi yako ikijitazama kwa amali zako hazitoshei. Nilikuwa nawaambia wanafunzi, ukifanya jitihada katika kusoma, kuna sehemu ukifika unamwambia ewe Allah, nimefanya jitihada na kuomba unipe A ya English, na kuomba unipe A, unataja majina, nipe A ya Kiswahili, nipe A ya biology, nipe A ya chemistry. Alafu kuna sehemu unafika, Mwenyezi Mungu unamuita tena na nifaulishe hesabu. Kwa nini usemi nipe A? Nafsi inakataa. Kwa jitihada nilizo nazo na namna ambavyo najiona,
Siwezi kumwambia Mwenyezi Mungu nipe A wakati jitihada haziendani. Ndo utasema Mwenyezi Mungu na hesabu ni faulu kwa daraja gani? Sasa mtu kama atakuwa anaishia kuomba pepo, ana tofauti na huyu mwanafunzi. Mwenyezi Mungu naomba unipe pepo. Aina gani unaitaka katika jitihada zako? Mtume akasema mkitaka kuomba pepo kwa Mwenyezi Mungu, muombeni Firdaus. Kwa lugha nyingine anaposema tumuombe Firdaus, sio kumuomba tu. Utazame na jitihada ambazo pia unazifanya katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, katika kukatazika na makatazo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuamrishika na maelekezo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha hata ukikaa ukimwomba Mwenyezi Mungu, unajiona unaenea na Allah anaweza akakupa kwa rehema zake ukaipata hiyo Firdaus. Na ndio maana hata mwisho Mwenyezi Mungu anakuja kuhitimisha akikusudia watu wafanye matendo mazuri ili kuiwini ama kuipata hii Firdaus. Innal ladhina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Hakika wale walioamini na wakafanya vitendo vizuri, wakafanya jitihada katika kuwazidi wengine, wakiwa katika level za juu kimatendo, basi pia Allah Subhanahu wa Ta'ala atawapa pepo ya Firdaus. Hapo utaona pamoja na uwepo wa pepo nyingine, lakini kampeni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kuwataka waja wake wote wapate pepo ya Firdaus. Kwa hiyo wale watakaojibidisha wakafanya matendo mazuri katika haya maisha ya dunia, wakatumia umri wao vizuri, wakawa na hakika wanachokifanya wanakifanya kwa misingi ya Uislamu, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawapa pepo ya Firdaus. Na katika jambo lingine ambalo limekuja katika aya za hitimisho, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema aliposema kasamani kana lahum jannatul firdaus nuzula, amemalizia kwa kusema la yabghuna anha hiwala, yani watakaopata nafasi ya kuingia katika pepo ya Firdaus. Sofa ni kanuni ya pepo zote, la yabghuna anha hiwala, hawatakuwa na hamu ya kuhama. Imetajwa watakaa humo milele, maisha yao yote, hakutokuwa na kikomo. Lakini la yabghuna anha hiwala, hawatokuwa na hamu ya kuhama wala kupanga safari watoke. Hakuna mtu atakayekuwa anatamani kuondoka. Aghlab katika maisha yetu ya dunia, ukikaa sehemu muda mrefu unatamani kuhama, unatamani kutoka ukabadili mazingira. Lakini kwa mazingira ya peponi, kwa nakshi ambazo Mwenyezi Mungu atakuwa ameziweka, hakuna mtu atakayekuwa anawaza kufikiria kuondoka, pengine akahame au kaboeka. Haitokei kwamba imefika pahala amechoka, amefanya hivi, pamoja na kwamba anakaa eneo hilo dumu daima, lakini namna Mwenyezi Mungu atakavyokuwa ametengeneza, hakuna mtu atakayekuwa amechoka au afike pahala atamani kwenda sehemu nyingine. Haitotokea katika maajabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, katika malipo ambayo atawapa waja wake.